studio niko na msanii wa siku nyingi sana, Lady JD Judith Wambura. Karibu katika studio za TBC. Asante, nashukuru. Naam, Judy, ni siku nyingi umepotea na watu walikuwa wanajiuliza yuko wapi huyo mtu? Tuambie, kimya kinyi wanasema kina mshindo. Ulikuwa wapi? Maandalizi nilikuwa nafanya na ndio kama haya. Sasa hivi ambapo nimekuwa tayari ndio nimetoka. Muda mrefu, maandalizi ya namna gani au Judy? Sio muda mrefu, ni mwaka mmoja. Na huu ni utaratibu ambao nimejipangia. Kwa sababu tangu wakati natoa albamu yangu ya kwanza mwaka 2001, nilikaa miaka miwili, nikatoa albamu ya pili mwaka 2003. Nikakaa miaka miwili tena nikatoa albamu ya tatu mwaka 2005. Mwaka 2006 tu ndio muda ambao sikukaa sana. Na baada ya 2006 nilikaa miaka mitano mpaka 2011 ndio nikatoa albamu nyingine. Na vile vile baada ya mwaka 2011 nikakaa tena miaka miwili. Nikatoa mwaka 2013. Na baada ya hapo nimekaa tena miaka miwili ndio nimetoa 2016. Kwa hiyo ni utaratibu wa kila siku. Unaendelea siku zote. Siku zote. Mpaka sasa hivi una albamu ngapi? Na albamu 6 na hii sasa hivi inayotoka ni ya 7. Tayari ishakamilika kama album? Imeshakamilika, lakini tarehe za kuzitoa tutawafahamisha hapo itakapokuwa tayari kutoa. Naam, kama ulivyosema kimya kwa muda mrefu na umekuja sasa, umekuja na wimbo wako unaitwa Ndindindi. Hebu tuambie nini maana ya Ndindindi? Ndi kama ndi maana yake haiwezi kukamilika mpaka, kwa sababu ni sentence moja na toli. Ndi inamaanisha kwamba mimi ni kitu, toli wewe si chochote. Kuna maanisha nini hapa sasa? Kama Kiswahili tu, mimi ni kitu, wewe sio chochote. Kwa nini kuchagua jina lingine ukaamua kuita hilo la Ndindindi? Lakini hata ningesema Squazi Gandi watu wangeniuliza kwa nini Squazi Gandi, kwa nini sio kitu kingine. Kwa hivyo kila kitu kinatokea kwa wakati huo. Wimbo wako tayari ulishatoka na watu wengi wamekuwa wakiusikiliza. Toka umeutoa, unafikiri watu wameupokea kama vile ambavyo unahitaji? Wameupokea sana kuliko hata nilivyotarajia. Tukizungumzia kuhusiana na maisha ya muziki toka umeanza na sasa ulipofikia JD, tuambie ni faida gani umezipata toka unaanza mpaka umefikia kipindi hiki na ugumu katika muziki? Ugumu upo katika kila kazi, hali kadhalika katika muziki pia. Na hapa nilipo kila kitu nilicho nacho ni kwa sababu ya muziki. Kwa hiyo ile tu kupewa heshima na hesabu ni mafanikio tosha. Lakini siwezi kujua mtu mwingine mafanikio anayachukulia vipi, ila tu kila hatua ninayopitia naiona ni mafanikio. Kwa hiyo wimbo wako mpya ambao tayari umeshatoka, ni ugumu gani umeupata kuandaa mpaka kutoa kwa wananchi kukubali? Ni kazi ambayo nimeizoea na nimeifanya kwa takriban miaka 16. Kwa hivyo ni kitu ambacho na enjoy kukifanya. Inapofikia kwenye muziki huwa sioni kama kuna ugumu wote. Hujatoa video? Video itakuja baada ya muda mfupi, wiki chache zijazo. Kwa hivyo wakae tayari kusubiria. Unarekodia wapi? Tutaanza kutoa taarifa za video tutakapoanza hatua ya kwanza mpaka ya mwisho. Kwa sasa hivi tusingependa kuongelea sana. Tunataka watu tutakapokuwa ndio tunaenda kwa kukamilisha hicho kitu, tunaanza kuwafahamisha hatua moja baada ya nyingine. Una mpango wa kutoka nje ama ni hapa Tanzania kutoa video hapa? Vyote hivyo tutavielezea time itakapofika. Tukirudi katika maisha ya kawaida, mambo mengi yamesemwa, JD kafilisika, JD anadaiwa na benki. Labda ungewaambia wapenzi wako wa muziki ambao walikuwa wanajiuliza sana na leo uko TBC, ukiwaambia haya mambo ni ya ukweli, magazeti mengi yameandika, unadaiwa kodi, unadaiwa vitu vingi, kodi la TRA la nyumba, kodi ya nyumba, kuna kulipa pango la nyumba, kwa ardhi, kwamba pia mmegawana mali na aliko mume wako. Labda ili ungewaambia. Sijapata taarifa za kudaiwa na ardhi. Sina deni lolote na ardhi. Na swala la kuachana, yes, tumeachana. Na maisha yangu yanaendelea kama kawaida. Sina deni na mtu yote wala sina mtu yote ananidai. Na kwamba unadaiwa udaiwi wala na mtu yote? Sidaiwi na mtu yote. Kwa haya ni mambo yanayoandikwa, inakuwaje JD? Kila mtu anaweza kaongea. Ukiwa maarufu vitu vingi sana vinakuja. Na sio kila kitu lazima kiwe hivyo kama ambavyo kinazungumzwa. Kwa ni mambo ya uongo. Ilishawahi kuandikwa kuwa nimefukuzwa kanisani, lakini sijawahi kufukuzwa kanisani. Unayachukuliaje sasa kama wewe JD? Ukishakuwa maarufu lazima ukubali kila kitu.
unafikiri kuwa maarufu kuna kuletea matatizo yote kwako na unajutia kuwa maarufu? Hapana, sijutii kwa sababu ni kazi ninayoipenda. Napenda muziki. Siwezi kujutia kufanya muziki, lakini vipo vitu ambavyo vinakera ndio. Lakini ni changamoto ambazo unatakiwa ukabiliane nazo maadamu umeshakubali wewe mwenyewe kufanya hiyo kazi ambayo unaipenda. Naamka tena kama ulivyosema. Unaendelea kuwepo ama utapotea tena? Sijawahi kupotea, niko kwenye industry kwa miaka 16. Wapo watu ambao wamepotea kabisa. Nafikiri mtu akisema JD amepotea anakuwa hajanitendea haki. Mtu ambaye amekaa kwenye tasnia ya muziki kwa miaka 16 unaweza vipi kusema amepotea? Muziki wa sasa unaonekana kwamba unasikilizwa ndani ya miezi kadhaa tu unapotea. Tatizo linakuwa ni nini? Tofauti na miaka ya nyuma wakati unaanza kuimba na kina Sugu, ilikuwa unaisikiliza wimbo kwa muda mrefu, lakini kwa kipindi hiki miezi 3-4 wimbo umepotea, watu wanasikiliza kitu kingine. Sijajua sana, labda kwa sababu wasanii wako wengi au labda kwa sababu watu wanatoa kazi kila siku, ubunifu unapungua. Sina uhakika sana kuhusiana na hilo. Naam, kama ulivyosema kwamba video yako utasema baadaye, na watu wangependa kuona, je, bendi ya Machozi Bendi ipo ama imekufa? Kwanza Machozi Bendi kama jina lishaga kufa. Sasa hivi natumia Lady JD and the Band. Ni kitu ambacho nilianza kutumia baada ya kusema Machozi Bendi haipo tena. Na watakuwa wanaendelea kuniona mimi nikiperform na bendi kwenye show ambazo zitakuja baada ya. Bado hujachagua sehemu kama hivyo unapiga nyumbani launch? Sitakuwa napiga tena kila wiki, lakini nitakuwa nafanya tour sehemu mbalimbali, na kila mara nikipata mialiko nitakuwa napiga live band. Kwa nini umeacha hiyo kupiga kila wiki? Kwa sababu biashara inatakiwa uwe unaenda unabadilika, na kila siku huwezi kufanya kitu kile kile, kinachosha watu. Kwa hivyo kila mara inabidi uwe unakuja na kitu tofauti ili watu wasizoee kwamba kila siku uko hivyo hivyo. Na mipango yako sasa ya baadaye baada ya kuibuka na Ndindi ikoje? Ndio album itafuata ambayo itakuwa na nyimbo ngapi? Tutaizungumzia album hapo tutakapokuwa tayari kuingiza sokoni, lakini kwa sasa hivi tuna focus na kutoa wimbo mmoja baada ya mwingine, lakini album itatoka pia mwaka huu. Nini kinalipa JD, kutoa single ama album ghafla? Album hailipi kabisa kwa kipindi hiki, lakini mimi nataka kuendelea kutunza heshima na kuwapa wale wapenzi ambao huwa wanahitaji kupata album ya JD kile wanachokitaka. Kwa hivyo sana si kwa sababu ya kipato kwenye swala la album, isipokuwa tu ni ku-maintain uendelee kuwepo. Na tuna wasanii wengi wamekuwa wakiitwa kwenye matamasha mbalimbali, wengine wanakuwa wakiperform hata bure. Wewe hili likoje kwako? Inategemea na aina ya tamasha uliloitwa. Kama ni mtu ambaye umekuwa ukifanya naye kazi, kuna vitu ambavyo yeye amewahi kukupa favor, amekuomba kwenye tamasha lake, unaweza kuperform bure. Inawezekana. Sasa inategemea tu unaenda kuperform bure kwa misingi ipi. Na tukirudi kwenye swala la uongozi kwa usimamizi wa bendi, kama tunafahamu zamani kuna simamiwa na mmeo na ambao mmetengana. Sasa hizi hali ikoje? Meneja wako ni nani? Meneja wangu nafanya kazi na Rockstar 4000 na 7 Motion. Utofauti koje zamani na sasa hivi? Kila mmoja ana tofauti kwa sababu hatuwezi kufanya kazi sawa sawa. Ni sawa na mimi ninavyoimba, si sawa na mwanamuziki mwingine anavyoimba. Lakini kila mmoja anafanya kazi, aliwahi kufanya kazi, waliwahi kupita waliwahi kufanya kazi kwa nafasi yao, na nile naye anafanya kazi kwa nafasi yake pia. Hauna matatizo naye? Na nani? Na meneja kwamba kuna tatizo, kuna kugombana? Unajua watu wengi wamekuwa wakitimua na meneja, abaidi kwako likoje? Sijawahi kugombana na mtu kwenye swala la management. Kuwa na uongozi linasaidia kwa wasanii ama ungependa uwe mwenyewe? Sehemu yoyote huwezi kufanya kazi peke yako. Kila sehemu lazima kuwe na mtu ambaye anakusaidia. Na ndio maana hata TBC kwenye timu kuna kwenye vipindi kuna timu ya watu. Kwa hivyo ili uweze kufanikiwa lazima kuwe na watu wengine wanaokusaidia. Uweze ukaimba ukamaliza hapo hapo ukapanga ratiba za interview, ukamaliza hapo hapo ukapanga show wewe mtu mmoja, hiyo haiwezekani. Wasanii wengine wanashindwa wapi kuwa na manager kama wewe? Sijui kama wameshindwa. Wengi wanashinda wakamwambia manager anashindwa kumlipa. Nafikiri hayo wanaweza wakayazungumzia wao kwa sababu wao wanajua zaidi wapi waliposhindwa.
Naam, tukiangalia kwa swala zima la muziki wa Kitanzania hapa ulipo na ulikotoka, ndio utofauti wake hasa ni nini? Kwa sababu tunaona kwamba wasanii wale wa zamani wengi wamepotea, hawaonekani. Ni kwamba wanashindwa kutunga, ni kwamba muziki umebadilika. Wewe unaonaje kwenye hili? Nafikiri katika kila kazi kuna ugumu na kuna mazuri na mabaya yake. Kuna ugumu na wepesi. Kwa hivyo inategemea na courage ya mtu, yuko strong kiasi gani anaweza kukabiliana na kila kitu na changamoto, au yuko serious kiasi gani na lile jambo. Kwa hivyo huwezi jua hapo katikati wanakumbana na vitu gani ambavyo vinawafanya kushindwa kuendelea. Wewe ilikuwa kwa sio tatizo. Sio kwamba sipati matatizo, lakini siwezi kukubali kuyaruhusu yaniingie nishindwe kufanya kazi ninayoipenda. Kwa hivyo tatizo likitokea, naangalia jinsi gani naweza kulitatua ili niweze kuendelea. Swala la wasanii kujiingiza kwenye masuala ya utumiaji wa unga, ni kwamba wanahitaji fedha ya haraka ama tatizo linakuwa wapi? Jadi na wewe ni msanii mkubwa wa siku nyingi. Kwenye kutumia unga sifikiri kama unapata hela kwenye kutumia unga, labda useme kuuza. Kutumia naona unaharibika zaidi na unatumia pesa kununua unga. Kwa hivyo sifikiri kama wanapata pesa kutumia unga. Lakini kwa nini wapo hivi? Kwa nini wanatumia unga? Mara nyingi ni wasanii sana. Tukiangalia mfano, kuna hata watu wengine wapo ambao wanatumia unga. Swala ni hivi. Ndoa nyingi sana zinavunjika za watu ambao sio maarufu. Lakini ndoa moja ya mtu maarufu ikivunjika, dunia nzima inajua. Hali kadhalika na wasanii, kwamba kuna mateja wengi sana Kinondoni, wapi, kila sehemu, ambao sio kitu chochote, yani hamna mtu anawajua. Lakini msanii mmoja akitumia unga, Tanzania nzima inajua. Kwa hivyo nafikiri tuliweke kuwa ni janga la vijana zaidi kuliko janga la wasanii. Wasanii wasema ndio kioo cha jamii. Wanatakiwa kutenda mema ili watu waige. Uone wanakosea. Sisemi kuwa na support hicho kitu. Ni kitu ambacho tunatakiwa tukipige vita na tujue, lakini jinsi ya kuwasaidia zaidi kuliko kuwashutumu. Tukirudi kwenye muziki wako na unakuja na album, umeshatoa hiyo ndindi. Kuna wasanii ambao umewashirikisha? Wamo wasanii mbalimbali ambao nimewashirikisha kwenye hii album, lakini wote pia tutawataja hapo ambapo tutakuwa tayari kwa tunatoa wimbo. Labda wimbo wote tumefanya na msanii fulani. Tunapokuwa tayari kutoa ule wimbo, ndio tuta-announce huyo msanii ambaye tumeshirikiana naye kwa wakati huo. Kwa nini inakuwa ngumu kumsema sasa hivi? Kwa sababu hatujajipanga hivyo. Mipango tuliojipangia ni kwamba tutakuwa tunasema pale ambapo tutakuwa tuko tayari kuzungumzia. Msanii kama Ray-C ni mtu ambaye ushafanya kazi naye mwanzoni kabisa, wakati nafikiri unaingia kwenye muziki. Una mpango wa kufanya naye tena wimbo wote ule? Sina tatizo na Ray-C na hatujawahi kugombana hata siku moja. Itakapotokea nafasi ya kufanya kazi pamoja tutafanya, kwa sababu nimewahi kumshirikisha kwenye albamu yangu ya kwanza ya Machozi, na nafahamu ni msanii mzuri sana. Kwa hivyo tu namtakia kila heri katika hatua zake za kupigana na anachopigana nacho, na atakapokuwa tayari mimi niko tayari.